Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amani iwe kwenu. Ndugu zangu, tunafanya tukio hili katika siku ya pekee ambayo pia tunaadhimisha sikukuu ya Mtakatifu Yosefu Mfanyakazi. Tukio hili linatukumbusha pia umuhimu wa kazi yoyote iliyo halali, na tukijua hata shughuli tunayoifungua leo ni sehemu ya kazi. Ndio maana tunamshukuru Mwenyezi Mungu aliyemweka binadamu juu ya kazi yote ya mikono yake, na huyo tumwombe awe nasi na atuongoze. Yesu Kristo alidhihirisha wazi heshima kubwa ya kazi kwa kukubali yeye mwenyewe neno wa Baba aliyetwaa mwili kuitwa mwana wa seremala na kufanya kazi kwa unyenyekevu kwa mikono yake. Kwa njia hiyo akaiondoa laana ya dhambi ya kale na akaifanya kazi ya binadamu kuwa chemchemi ya baraka. Kwa hiyo binadamu anapofanya kazi yake kiaminifu na kushughulikia yote yanayohusu utaratibu wa kidunia kwa kumtolea Mungu kwa unyenyekevu, anajitakasa mwenyewe, anaendeleza kazi ya uumbaji kwa akili yake, na kwa utendaji wake anaonesha upendo, anaweza kuwasaidia maskini, na akiambatana na Kristo mkombozi anakamilishwa katika upendo wake. Kwa hiyo tumshukuru Mungu na tumwombe ili amimine baraka yake juu ya wote watakaofanya kazi mahali hapa. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Nami nawaambia, jifanyieni rafiki kwa mali ya udhalimu, ili itakapokosekana wawakaribishe katika makao ya milele. Aliye mwaminifu katika lililo dogo sana kuwa mwaminifu katika lililo kubwa pia, na aliye dhalimu katika lililo dogo kuwa dhalimu katika lililo kubwa pia. Basi kama ninyi hamkuwa waaminifu katika mali ya udhalimu, ni nani atakayewapa amana mali ya kweli? Na kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine, ni nani atakayewapa iliyo yenu wenyewe? Neno la Bwana. Basi ndugu zangu, kama tulivyosema, tunapomtafakari Mtakatifu Yosefu ambaye ni mfanyakazi, ambaye ndiye mfano wetu wa kutenda kazi. Mtakatifu Yosefu anafahamika kama mwaminifu, nyenyekevu, mtii, pole, na uaminifu katika kazi umejidhihirisha katika namna zake alizofanya. Tunasimuliwa kwamba yeye katika biashara yake ya vile vifaa alivyovitengeneza hakupanga bei, alikubaliana na kila aliyekuja. Simulizi tunalipata kuhusiana na maisha yake, lakini kwamba alikuwa mwaminifu kwa kuwa makini kwa kufanya kazi yake ili iweze kumvutia na kumpendeza kila mmoja. Zangu wapendwa, nijua kwamba leo tunafungua benki yetu hii ambayo itatoa huduma. Tuko hapa pia kuombea wafanyakazi wote watakaofanya kazi katika benki yetu hii, kwamba swala la uaminifu lifuate mfano wa Mtakatifu Yosefu mwenyewe, na kama somo lilivyotueleza kwamba ukiwa mwaminifu katika madogo kabisa, sababu na mengine tunachukulia kama cha kawaida, nasema lakini na hiki, hicho ndicho kinachopima uaminifu wetu pia katika yaliyo. Tuwaombee uaminifu, upendo, ukarimu, uwazi katika utendaji wao, ili hatimaye benki ambayo kwa kweli ni ya Kanisa Katoliki iendelee kutoa picha nzuri ya utendaji na wajibikaji, ikiwasaidia wale wote walio na mahitaji mbalimbali ya kibenki kwa uaminifu, ili hatimaye yeyote anayetumia benki hii pia apate faida kutokana na matumizi ya benki hii. Na tuendelee kuliombea Kanisa Katoliki hasa katika Tanzania katika kuendelea kuwafikia watu kwa huduma zake,
iendelee kufanikisha utume huo, ili hatimaye kila mmoja aguswe na uwepo wa huduma za Kristo katika maeneo mbalimbali, lakini kwa nafasi uwepo wa nguvu pia ya sala ya Mtakatifu Yosefu kwa ajili ya kila aliyemfanya kazi. Tuombee wale pia watakaofanya shughuli zao katika vyumba vya maduka vilivyo navyo katika eneo letu, nao wapate baraka ya kuwa waaminifu katika utoaji wa huduma hizo. Ni biashara kweli, lakini biashara tuifanye kwa mtindo pia wa Mtakatifu Yosefu, kwamba cha kwanza kiwe huduma, sio faida iliyopitiliza isiyo halali. Cha kwanza kiwe huduma. Hata namna kuendelea kupokea wale wanaokuja kwenye maduka yetu ni pamoja na benki yetu, ule ukarimu uweze kujitokeza na uwe kivutio cha kuona kwamba Kristo mwenyewe ndiye anayetenda kazi pamoja nasi, na kwa maombezi ya Mtakatifu Yosefu basi tujifunze kuendelea kutoa huduma zinazosaidia watu na zinazopendwa na watu kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu, na sisi tukiendelea kupata baraka. Tumsifu Yesu Kristo. Jenerali wa jimbo na baadhi ya mapadri na watawa, karibuni ndani, na meneja wa watawa. Waamini wote mliopo, wanahabari na wote tulioshiriki katika tukio hili, tumsifu Yesu Kristo. Basi ile historia ambayo imekuwepo kwa muda mrefu na matumaini ambayo tumekuwa nayo ya kuwa na huduma ya benki ya kanisa katika jimbo letu sasa ni dhahiri. Naomba tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa makofi mengi. Tunapomshukuru Mwenyezi Mungu kwa tukio la pekee na la kihistoria katika jimbo letu, tupende kuendelea kuishukuru benki ya Mkombozi, hasa kupitia mkurugenzi na timu yako kwa kukubali kuwa katika jimbo letu, lakini kwa namna pekee katika maeneo yetu haya, kama tulivyosema Ijumaa iliyopita, kwa makubaliano kwamba huduma hizi zitolewe katika maeneo haya ya kanisa. Tunashukuru sana kwa kukubali na kuendelea kutoa ushirikiano mpaka sasa, na hivi basi tunaahidi kama mlivyoomba kujitahidi kuwa sehemu ya maendeleo ya benki yetu kwa ushiriki unaotarajiwa. Naamini mtaendelea kutoa huduma hizo kwa picha ya Mtakatifu Yosefu mfanyakazi, ambaye ndiyo kioo chetu katika kutenda kazi, na tunawaombea neema na baraka katika utendaji, lakini nasi mtuombee ambao tutakuwa wateja wa benki hii tuweze kuwa waaminifu na kupenda kuitumia benki yetu. Na nitoe shukrani pia kwenu nyote mlioweza kufika kwa ajili ya tukio hili, tukaweza kulipamba. Waheshimiwa mapadri, watawa na waamini walei, tuweza kufika, wanafunzi wetu wa chuo, na kwa ushiriki wenu ili tuweze kusali pamoja. Tunaambiwa walipo wawili watatu kwa jina la Kristo, Mungu mwenyewe yupo kwa namna ya pekee, au yeye mwenyewe yupo kwa namna ya pekee. Sasa sisi tuko zaidi ya wawili watatu, kwa na hizo neema ni nyingi zaidi. Kwa hiyo tujipongeze wote kwa kuwepo, na kwa sababu ndio tulioshuhudia tukio hili, basi tuwe pia watangazaji wa kwanza kama kina Maria Magdalena, mitume walioshuhudia ufufuko wa mshuhudia Yesu mfufuka, wakawa wa kwanza kupeleka habari njema. Ndio kupeleka habari njema ya matumizi ya benki yetu, lakini pia huduma nyingine ambazo tumezianzisha rasmi zinazotolewa katika eneo letu, ikiwa ni pamoja na vifaa vya huduma za kiibada za kanisa katika maduka yetu haya, na wale wote ambao wamechukua maduka bila shaka watakuwa na huduma, kwa sababu tumetoa baraka, tunaamini watazitoa pia kwa uadilifu na kwa uaminifu. Kwa hiyo karibuni katika huduma zinazopatikana katika maeneo ya kanisa. Tunawashukuru nyote kwa uwepo wetu na uwepo wenu katika tukio hili, lakini pia watawa tunawatakia mapumziko mema ya siku ya wafanyakazi katika pikniki yenu. Safari njema na kila la heri. Tumsifu Yesu Kristo. Na sasa tutatoa baraka kwa wote tulioweza kushiriki. Bwana nanyi.
Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Endeni na amani. Haleluya.